Amani ya Mungu idumu kwetu. Ndio walimu mbalimbali leo pia tunakuja kuchanganua tatizo la Bikira Keke. Bikira Keke ni tatizo la ambukizi la viumbe kwa viumbe wenye vinasaba tofauti kusababishiana magonjwa, maradhi na vitu mbalimbali kwenye viumbe husika. Bikira Keke ndio leo hii limekuja kuitwa tatizo la mpox, ambalo limekuwa ni zuko la magonjwa linalotaharuki kutoa mapere mbalimbali kwenye mwili wa mtu. Watu wengi wamekuwa wakitaka kujua mambo haya na tatizo hili likoje na imekuwaje mpaka likawa. Bikira Keke ni matatizo yalokuwepo tangu zamani, na watu walikuwa wanaumwa mambo haya. Kwa sababu nitatoa ngazi zake kubwa 3 za upatikanaji wa matatizo haya. Na yote hayo ni lengo la kusimamia afya kwa watu ambao tunapasa kujua uzima ukoje. Bikira Keke ambao ndio mpox kwa sasa iko hatua ya kwanza, inakuwa inatokana na viumbe wasiyekuwa watu, ila mnaishi nao kwenye mazingira, ikiwemo labda ng'ombe, mbwa, sungura na wengine wengi kama nyani na vinginevyo. Hawa viumbe huwa wana magonjwa yao. Hawa viumbe wengine hawa huwa wana magonjwa yao, ambayo magonjwa yao hayo huweza kutoka ndani ya viumbe husika na kuvamia viumbe wa aina nyingine tofauti na wao. Hapa tunapata aina ya kwanza ya Bikira Keke ambayo ni mpox. Kwa hiyo wako viumbe tunaishi nao kawaida hivi. Ili anga mnavyoliona, kiumbe ukishaumbwa ukawa tofauti na kiumbe mwingine, wote mnatumia pumzi hii moja,
lakini kila wamoja wana matirio yao wanayoingiza ndani ya pumzi husika. Pamoja sisi wote unatuona tunaishi duniani, tunatumia hewa ya aina moja, lakini mbwa anavyoitumia hiyo hewa na wewe mtu unavyoitumia hiyo hewa ni tofauti kutokana na umbo la kiumbe husika kilivyofanywa. Kwa hiyo akili yenu iwaeleze viumbe hawa wamefanywa kwa kila viumbe na mithili yao, na ndio maana kuna viumbe vyakula vya aina fulani, wanaokula viumbe wa aina fulani wao hawana uwezo wa kuvila. Ile ikupe picha kwamba kila viumbe wana kodi ya namna yao waliumbiwa, na ile kodi sio ya kwenu. Ukishaona kwenye kula kuna password zile, uwe unajua kwenye kupumua ni hivyo hivyo, kwenye kutathmini ni hivyo hivyo, na kwenye mambo tofauti unayoyaona na usioyaona ni hivyo hivyo. Ndio maana wewe unaweza ukawa unaona kwa kadiri ya kuona, kiumbe mwingine akawa anaona tofauti na wewe unavyoona. Pamoja wote mnaona. Mfano huu unautoa kwenu wale waliofuga labda mbwa, alafu akaja kiumbe mchawi ima kiumbe ambayo haonekani kirahisi, yupo kwenye mazingira anataka kuleta matatizo. Utaona kiumbe kama farasi ima mbwa anakuwa tayari amesha sensi ya harufu ya huyo kiumbe, kwa namna yeye ana upumuaji tofauti na wewe mtu. Hii inakuonyesha wazi kwamba kila viumbe wana kodi yao ya kutumia anga hili kwa namna na majukumu walioumbwa nayo kwa zama yao. Nimeanzia huku ili mpate uelewa wa kujua kwamba unavyoona wewe unakula, wako viumbe unaishi nao duniani hapa hapa hawali wewe unavyokula, na wako viumbe wako hapa hapa duniani wewe unachangia nao chakula. Leo hii kuna viumbe ndege wanakula matunda na wewe mtu unakula matunda. Ukiweka matunda hapo, paka ale matunda, paka hali matunda. Weka matunda mazuri, mbwa ale matunda ndio kio chakula chake, haiwezekani. Unakaa kujiuliza kwa nini huyu kiumbe ana password ya kutokula vitu hivi, na kwa nini mimi nakula na ninavihisi ni vizuri, vinanifurahisha. Mliumbwa kwenye password tofauti, na kila mmoja aliumbwa kwa jukumu lake kwenye dunia, na kila mmoja zama za kuchuma mema huko, hawa viumbe wote walikuwa wanaishi kwa mema kabla ya laana kuingia. Kwa maana walikuwaga hawalani. Kiumbe huyu alikuwa hana uwezekano wa kumla kiumbe mwingine. Maisha hayo ya kiumbe kula kiumbe mwingine yalikuja baada ya laana kutokea, kwa maana viumbe kujikengeusha na kuishi kwenye uhayawani. Uhayawani ndo ulileta laana, kwa maana kiumbe ukiwa hayawani unakuwa umepuuza mambo yote ya kimungu uloelezwa na umuhimu wake. Ukielezwa haya ya kimungu kwenye taratibu za jadi, yalieleza mambo haya tangu zama yako hivi na vile, ukajaga mkapuuza asilimia kubwa, mkajuaga jadi kwa dunia nzima,
alafu mkafikaga mkapuuzaga mkaonaga ni neno la kipuuzi, nyie wote mnapigwa huo uhayawani. Kwa hiyo uhayawani huwa ni fikra potofu ambayo mmeiona nyinyi inapasa kuwa sahihi kwenu kwa kuwaharibieni maisha. Yaani mnapinga ukweli kwa wingi wenu. Mkiupinga ukweli alafu mkaamua kukiishi kibaya kwa sababu mmekipenda, moja kwa moja hapa ndo muujiza wa Mungu unakuja kutoa ile finkari ya mema, inabaki mnaishi kwa kile mlichokichagua. Na hivyo ndo viumbe hayawani walipatikana. Kwa hiyo kiwaona wako duniani, usifikiri Mungu aliumbaga kiumbe hayawani. Mungu aliumba kiumbe chochote kikapata elimu ndani ya kiumbe husika, kikaipinga ile elimu ya ukweli, kikaanza kuishi uongo, kikaupenda uongo, kikashindwa kutumia nguvu ya kurudisha ukweli, moja kwa moja kiumbe hichi sasa kikaja kulaaniwa baada ya viumbe husika kwa wingi wao kupata taarifa hiyo ya mema, alafu wakashindwa na hayo mema kuyasimamia kwa wivu tu, ima ujinga, ima laghai za kipumbavu, moja kwa moja yale ya Mungu yaliyofanya ile maana kwenu, ile maana inaondoka. Maana huwa haiondoki mpaka kwanza msikie ukweli kwa asilimia zote. Kama hivi dunia leo iko kwenye utandawazi wa kufikisha habari mbalimbali, mnajikuta mnafika mahala nyote mnajua ukweli. Alafu sasa mkifika mkipinga ukweli huu wa jadi, nyie kwenu ile password ya uelewa inaondolewa kwa sababu mmeikataa kwa dhati ya kuishi kwenu. Yaani mmeikataa kwenye hatua ya maisha yenu, lakini mnapenda kuendelea kuishi. Ya Mungu yanakuja yanatoa ule uelewa kwa sababu mmeukataa wenyewe, alafu mnabaki na hayo mloyachagua. Hapo ndo uhayawani unatokea sasa. Hayawani ni kiumbe anayaishi mabaya, unamwambia haya ni mabaya, yeye anayapamba mabaya, anayatengenezea tafrija mbalimbali yaonekane tu ni mazuri na yanaofaa, huku yakiwa yanaathiri waziwazi na anaona. Kwa hiyo hayawani hajadili kuathirika kwake, yeye anajadili muda mfupi wa yeye anachokifikiri hapo. Kwa hiyo hawa viumbe wengi mnaowaona kwenye dunia walikuwa hayawani baada ya kuelezwa ukweli na wakweli waliokuwako ndani yao, wakapinga ule ukweli, ndo wakabaki hivi mnavyowatumia sasa kwa ukosefu wao wa akili timamu. Kwa nini kwenye inbox nimesema niyaseme haya? Kila somo ili ulijue undani wake, ni lazima upewe historia ya kuumbwa husika kukoje. Kwa hiyo hawa viumbe mnaona wote tunapumua, wote tunahema. Kwa akili yako unahisi wewe na mbwa mnaweza mkafanana kuhema. Hapana. Mbwa ana squinsi zingine, farasi ana zingine, wewe mtu una zingine, nyani ana zingine. Pamoja wote mnapumua, lakini kila mmoja ana upumuaji wa namna yake, na kila mmoja ana hisia ya namna yake ndani ya kodi walioumbiwa. Ukiona kiumbe yuko duniani, huo unajua kuna jukumu lilimleta, akaumbwa na Mungu ili asimamie jukumu hilo. Ndo sababu ya kumuona kiumbe yuko kwenye dunia anaishi. Kwa hiyo anayeshindwa na jukumu husika la ukweli,
aliloambiwa kimungu, huyo kiumbe ndo anabaki kuwa hayawani kwenye maisha ya dunia ima sayari yoyote. Sasa mpox kwa maana ya bikira keke, bikira keke ni maambukizi ya viumbe kwa viumbe kuambukizana madhara yao mamoja kuja kutokea kwa wengine. Hili linakuwa ni fungu la kwanza, na hapo unapata bikira keke ya kwanza ambayo utaiona hiyo madhara yake inatoa maturu kama mapere makubwa makubwa, lakini ndani yake unaona yanatunga usaa mkubwa, inabaki kuwa hivyo. Hiyo ni moja ya bikira keke, na huduma zake kwenye jadi zote zinajulikana, kwa sababu jadi ndo ina historia ya kuishi kwa viumbe. Jadi sio utafiti. Jadi ni ukweli ulioko kwenye viumbe husika, nyie kujua kweli yenu ikoje. Kwa hiyo jadi hii mnayoelezwa hapa, hiyo ndo inatatuzi ya hayo mambo yote kwa suluhisho. Kwa hiyo bikira keke fungu la kwanza tunalipata hapo kwamba ni viumbe wanaokuwa wameambukizana hatua zao za pumzi ya viumbe wengine kuja kuingia kwa viumbe wengine, kwa wale ambao wameshirikiana na viumbe pasina kufuata utaratibu wa utofauti wa viumbe. Kwa hiyo kuna mtu anakaa pale analambana na mbwa, wanafanya vitu gani? Wanabusiana, wanafanya vitu mbalimbali. Mtu anabusiana na farasi, wamependana. Ziko nyakati unaona inafika bikira keke, maradhi ima matatizo ya kiumbe farasi yanamuingia huyu mtu, alafu waga hayatoki siku hiyo hiyo kama unavyofikiri. Yanaweza yakakaa muda mrefu, yakaingia ndani ya mwili wa mtu, yakakaa zaidi ya miezi 8 mpaka mwaka mmoja. Kumbe ni mtu fulani alienda kucheza sinema yake sehemu, akaambiwa cheza na huyu farasi tu, waga yuko vizuri, akambusubusu pale kipindi cha kucheza hiyo sinema yake. Kumbe huyo mtu ameondoka na bikira keke, akatoka nayo akaenda nayo nyumbani kwake. Anajikuta amekaa muda mrefu sana, zaidi ya mwaka mmoja na kidogo. Ile pumzi iliyoingia mle ndani inakosana na wale viumbe walioko ndani ya mwili husika. Pale ile taharuki ya ile pumzi aloichukua kule inaanza kuja kuwa shida ndani ya kiumbe huyu ambaye si yule. Viumbe hawa wanaanza kutafuta, mbona hii pumzi kama imekuwa na shida? Mbona kama ndani yake kuna hatua zinatuletea tabu? Wanatafuta namna nyingine ya kutoka ili pumzi iondoke, ili wanusurike. Ndo hapo unaona mwili unaanza kuvimba, mwili unaanza kupasuka. Ni wale viumbe wadogo wadogo wanaona pumzi ya mle ndani haifai tena, wanatafuta namna ya kutaka kukimbia ili watafute jinsi ya kupembua pumzi nyingine wajisaidie. Sasa wewe kwa mtu, ukimwona mtu mwenzako unamuona kwamba ametokwa na mapere, amepasuka mwili mzima, kumbe anakuwa kaisha chukua pumzi ya jambo fulani linemzunguka kwenye hilo. Na yote haya lazima mpate elimu kwamba hewa ina mishipa yake ambayo imeingia ndani ya mwili wa mtu. Hiyo mishipa inasafirisha mwili mzima kunako kwenda kuingia hewa. Bikira keke, njia ya kwanza inafanywa hivyo. Unaona mapere ya namna hiyo yanatokea. Bikira keke ya pili ni hatua ambayo iko kwenye mazingira ya kula.
Hiyo ni bikira keke ya pili. Mtu anakula baadhi ya vyakula, vile vyakula haviendani na viumbe husika wa ndani ya mwili wake. Viko ambavyo vinaweza kuleta matukio muda huo huo, na iko ambayo inaleta matukio baada ya muda mrefu kupita. Wewe unakula vitu fulani, unakula vitu fulani, unakula. Baada ya mwaka 1.5 unaona inaanza kukuletea vitu fulani na magonjwa ya aina fulani, kwa sababu ratiba yako ya kula hauijui. Nisikilizike hapa, hizi bikira keke zinatofautiana kwa namna gani? Mtu asiyejua ratiba yake ya kula, chakula muhimu kwake ni kipi, hivyo vitu hataki kujua, mtu huyo ni rahisi kwenda kuvamiwa na hii bikira keke, na ikawa shida kwake, kwa sababu anakula vitu bila kujua chakula gani ni tiba ya maisha yake. Kwa sababu kile chakula unachokuja hapa kwenye jadi, ukaambiwa chakula chako muhimu ni chakula fulani na chakula fulani na chakula fulani, vingine vyote vipo, lakini hivi ndio vyakula vyako muhimu, hivyo ndio tiba pia ya huo mwili wako kwa maisha yako yote. Sasa watu wengi hawana ratiba na wala hawajui vyakula gani ni muhimu kwa miili yao, hawataki kujua hivyo, na wamebaki kuishi kwa historia tu za magango. Kwa hiyo wanaoishi kwenye historia za magango ndio wanakuja kuleta hizi inpox za aina mbalimbali, kwa maana bikira keke za aina mbalimbali. Hivi vyote vinasababishwa na kiumbe kuto kujua ratiba hizo nimezozisema. Ratiba ya kwanza ni kuto kujua hawa viumbe ambao sio watu wanaishije na mpaka wao wa kuishi nao ni upi, unapasa uujue, kuliko kujifanya unajenga tu upendo alafu bila kujua huo upendo una mipaka gani. Jambo la pili huwa ni kwenye kula. Hizi inpox zinazalika kwa mtu ambaye anakuwa anakula mambo ambayo sio stahiki kwake. Kwa hiyo kuna mtu anafikiri labda ni kila lazima initokee sasa. Kuna ambao unaweza kula hapa ikakutokea mwaka kesho mwezi wa 9 huko. Sababu vyakula unavokula kuna material ndani ya chakula yanaingia kidogo kidogo kupitiliza ndani ya mwili. Yale material yakifika kwenye viumbe fulani humo ndani ya mwili, wale viumbe hawataki yale material. Hapa maradhi haya yanaanzia hapo. Na sababu kubwa ni mtu asiyejua ni kipi akitumie kwenye mwili wake kilete faida za kuishi kwake. Hawa na wao hupata bikira keke, kwa maana maambukizi ya mambo hai. Na haya magonjwa ukisha yapata, na huyo alioyapata kuyaambukiza kwa mwingine, inakuwa ni rahisi tu, kwa sababu tayari anakuwa alishachukua hilo tatizo, linahama njia ya kupumua, njia ya kugusana, linamuhamia mtu mwingine na linaendelea kuwa madhara. Hiyo ni njia ya pili ambayo tumeitolea elimu hapa. Nikija njia ya tatu, ni njia ambayo inatokana na viumbe wa ndani ya mwili wako mwenyewe. Viumbe wa ndani ya mwili wako wewe kama mtu, hawa viumbe wa ndani ya damu wanaweza wakafanya operesheni zao zisizofaa, wakatoka wakatoboa mishipa ya maji, wakaenda kuingia sehemu ambako si stahiki, wakakuletea shida ambayo hiyo ni nyingine ambayo na yenyewe
ni Bikila keke ambayo ni mpox ya ndani kwa ndani. Hiyo inakuwa ni mpox ambayo haujaitoa nje. Hiyo umeitoa ndani yako mwenyewe. Viumbe wa ndani yako wamekosa material fulani, wameamua kutoboa, wakaenda kwenye material ya mishipa mingine, wanaenda kuingia huko kwa kuleta fujo. Wale viumbe wa kule na wao hawawataki hawa. Hizo vurugu zikianza kugombana humo ndani ya mwili wako, inatokea mpox ya ndani yako mwenyewe. Najua hapa waalimu tunaelewana vizuri. Ni kama hivi unavyoona watu maji yakikauka, watu wakiona maji yanapatikana kwa shida, wakaenda kuwa na taaluma ya kuchimba visima vya umeme. Wanatoboa mwamba huko chini, kwa maana ni kisima kirefu kupitiliza. Ile yote wanatafuta maji. Maji ile kule chini ni mishipa yake mikubwa. Wewe kiumbe mdogo umekosa matumizi huku juu. Unatengeneza sasa kwenda kupasua ndani ya mshipa fulani kule upate maji yako ya ndani utumie. Wewe mtu huko hivyo hivyo kama dunia, katika hali ya kuwahudumia viumbe wa kwenye mwili wako. Kwa hiyo kuna ambao wanaingia ndani ya hivyo visima, wanakwenda mpaka kule chini kwenda kutafuta mahitaji. Sasa huko nako kunaishi viumbe wengine. Sasa ukienda kupasua gala la viumbe wengine, kisima chako ukakosea, ukaenda ukaingia kwenye gala la viumbe wengine huko chini ya ardhi, unasikia kuna mchimba kisima fulani ametuletea matatizo fulani, ulitoka moshi fulani pale, umeua watu wote ndani ya mji ule. Sababu kubwa ni nini? Hiyo ameleta mpox kutoka kwenye dunia. Viumbe wengine wanakuja kuwadhuru viumbe wengine kwa kuathiriana wao kwa wao. Kwa hiyo najua naeleweka. Kwa hiyo hiyo pia unapata mpox ya tatu, ambayo ni viumbe wa ndani yako mwenyewe wamesababisha maradhi ya huku, wamealeta kwenye mishipa ya huku. Ile mishipa ya huku inaleta shida kwenye kukimbizana huku. Ile shida inakuja kutokea mfuke mkali humo ndani, unaona ngozi huku juu inavimba kwa taharuki za viumbe. Ukisema unatibu kwa dawa za kawaida, inakuwa ngumu we kupona, kwa sababu hauna madaraja ya kujua ni tatizo limetokana na viumbe wa nje ima wa ndani, kwa sababu huna historia hii. Yote haya tukae chini kujua, tunabaki kuona magonjwa na kusema tu magonjwa yako hivi na vile. Na kuja kwenye hatua ya 4, na yenyewe ndi ya mwisho. Hatua ya 4 ni ya watu sasa wanawatengenezea wengine matatizo haya. Kwa maana ziko baadhi ya mahabara zinakaa kutengeneza vimelea hivi vya kuwadhuru watu wengine. Hii ni aina nyingine ya mpox ambayo haijatokana na viumbe husika, isipokuwa ni watu wamechukua madhara ya kudhuru ngozi na viumbe wa viumbe wengine, wanatengeneza mambo yao. Kwa hiyo yote ukiyaona yapo, usiyafananishi kuwa ni ugonjwa wa aina moja. Akili yako isikuambie hivyo. Akili yako ikulete kwenye elimu hii ya jadi, uwe unajua ina sababu kubwa hizo 4, ambazo zote zinaweza zikakutokea na usijue wewe umeyatoa wapi. Ukajikuta ugonjwa huu unao na usijuage nani kakupa. Ukabaki kulaumu na kukimbiza mifugo, kumbe pengine haujapata kwenye mifugo. Sasa watu wa mahabara na wataalamu mbalimbali wanaopenda kuchanganya viumbe na viumbe ili waone aksheni zao, na wao walikaa kuunda baadhi ya matatizo yanayofanana na haya kwa madhara. Hiyo ikawa ni mpox ya aina ya 5 ima ya 4 kuelekea huko mbele.
Najua yote hapo nimeeleweka kwa watu ambao wanahangaika na magonjwa haya. Yote yana matibabu sahihi, isipokuwa matibabu sahihi yako hapa kwenye jadi na maelekezo yake ya kiutu na viumbe. Kungineko utapata nafuu ya kuambiwa viumbe hawa wa juu tuwapake dawa hii, wanakaa sawa kwa muda huo, kesho kutwa wanakuja kuua vitu fulani, kwa sababu kutibiwa ni historia. Leo mnavotibiwa kinyume na historia, ndo maana hamuishi kuumwa. Anayetibiwa kwa historia, kuna vitu anavimalizaga na kwenye maisha yake havirudi tena, anakwenda kuumwa kitu kingine. Lakini wewe unakaa unaumwa kitu hicho hicho miaka yote, manake wewe huna historia ya kuishi kwako, na hautaki kuja kuipata hapa ili utokee kuondokana na shida hiyo. Umeifanya kuwa shangazi yako. Kwa hiyo kuna mtu shida fulani kajenga nayo udugu, anakuambia malaria ni kitu cha kawaida hicho. Unaumwa malaria, malaria ni lazima uumwe. Nani alikuambiaga lazima uumwe malaria? Umetengenezwa hivyo ili akili yako ikae kwenye upande wa kuathirika. Hakuna mtu ni special kukaa anapokea malaria. Huo ni ujinga unakwambia hivyo. Kwa hiyo fika vituo vyetu vya afya, uelezwe magonjwa yote unayoyajua wewe yana utatuzi, isipokuwa fata utaratibu na utii kwenye maelezo husika uloambiwa. Hivyo utapona kila jambo, na haya mambo ya inpox na mambo mengine utokee kujua maelezo yake yamekaa yako hivyo. Niwashukuru ndugu wana hoja mbalimbali. Majibu halisi ya Bikila Keke yamekaa yako hivyo, na huo ndio ufasaha wake wa mwanzo na mwisho. Asanteni.